Mama naomba haki. Ali. Mimi Alina Ali. Naitwa Ali. Naomba dunia inisikie. Natokea Zanzibar. Nimekuja kushiriki uchaguzi wa TOC. Na cha ajabu kabisa kilichotokea baada ya matangazo ya matokeo ya washindi, kitu kilichofanyika ni uhuni wa hali ya juu kabisa. Sijaamini kilichotokea. Mshindi wa tatu, maana uchaguzi ulikuwa transparency, uwazi kabisa, mpaka mwisho wa kuhesabu kura ulikuwa mshindi anajulikana na ashapewa stakabadhi zake, lakini kitendo kilichofanyika katika matokeo hakijapata kutokea. Ni aibu kubwa sana kwa TOC. Viongozi leo wanafanya kitu fawahisha watu wa ushindi. Hebu tukaeni jamani, tujue tunaendesha vipi michezo. Tunaendeshaje michezo ikiwa mtu anatoka wana kiungo kama hichi cha TOC kikubwa? Hii dunia itasemaje ikiona uhuni kama huu unafanyika na viongozi wa TOC? Wajumbe wangu kule mweza mkenda wa mwishi mkawaona. Tumetoka Zanzibar kwa heshima na adabu, tumekuja kwa nidhamu na intidhamu. Sisi si watu wa fujo. Uchaguzi ulikuwa umekwenda huru kabisa na haki zote zimetendeka, lakini leo at the end unakuta uchaguzi umebadilishwa, matokeo yamebadilishwa. Vipi? Tunaambiwa ndio uchaguzi umekwisha, hakuna nidhamu yoyote, haya watu waende zao. Kwa hivyo nausia, viongozi wa serikali wananisikia, viongozi wa vyama wananisikia, naomba viongozi waingilie kati. Mshindi alopatikana kihalali atangazwe, siku kutangazwa kihuni. Wamewatoa waandishi wa habari nje. Why? Kwenye matangazo ya aliyoshinda, kwa nini waandishi wa habari wanatolewa nje? Kwa sheria gani? Nanyi mmekubali kutoka nje? Mngeaona tunazo karatasi zetu zote tulowapigia kura, tunajua, hata na yule alipokuwa ushindi anajua, aseme ukweli. Kwa hivyo sisi ushindi huo hatukubali na wala hauwezekani kufikia. Asanteni. Mshindi alikuwa ni nani? Mshindi alikuwa Mtaka. Kweli mpaka tuende katika makabrasha yetu, mnaweza mkaingia ndani mkauliza watendaji. Mtaka alishinda kabisa. Leo tumetangaziwa kwa anashinda mtu mwingine kabisa, mshindi wa tatu kabisa. Na alipata kura moja au mbili.